harakati za ukombozi wa mwanamke wanasema empowerment, kumwezesha mwanamke. Yes. Tuzungumze kitu cha msingi hapa. Kumwezesha katika nini? Vitu vitatu vya msingi vinazungumzwa. Uwezeshaji wa mwanamke kwanza ni katika Qur'an. Qur'an maana yake kupata kipato. Uchumi. Kwa maana kwa mwanamke anadhalilishwa na mwanaume kwa sababu yeye hana kipato. Kwa amesema Qur'an. Namba 2 ni kumwezesha mwanamke katika elimu. Sema elimu, akisoma sasa tayari anaweza kushindana na mwanaume. Namba 3 kumwezesha mwanamke katika make decision. Mabaraza ya kutoa maamuzi lazima ahusishwe. Ndio maana utaona sasa hivi wanasema 50 kwa 50 sijui ni mpaka kuteuliwa au nini. Zile ni katika harakati za empowerment of women, kwa maana kumwezesha mwanamke. Hizi ndio nukta 3 za msingi. Mengine tena yanakuja baadaye ya afya na nini. Sasa uwezeshaji wa mwanamke lengo ni hata sasa hivi kuna kitu kinachoitwa SDGs. SDGs ni Sustainable Development Goals. Deadline yake ni 2030. Katika SDGs miongoni mwa malengo ni kumwezesha mwanamke. Na wanasema sasa binadamu nusu ni mwanaume nusu mwanamke. Lazima pawepo na usawa ili pawepo na maendeleo endelevu. Maendeleo endelevu hayapatikani ila kwa mwanamke kupewa nafasi zake. Sasa ukweli ulivyokuwa ni kwamba kihistoria mwanamke alitolewa ndani sio kwa sababu ya kupewa haki zake. Ni kwa sababu alikuwa ni cheap labor. Alikuwa ni cheap labor. Kuna sababu mbili kubwa wanazozungumza wataalamu. Namba 1, mapinduzi ya viwanda, mwanaume alikuwa akigoma na akivunja machines akipigania kupewa haki za ziada. Na mmesoma katika mashule. Pakafanyika kampeni za mabepari. Mabepari ni watu wachache wenye kumiliki uchumi wa dunia. Kwamba hawa jamaa wanatugomea, wanataka tuwalipe zaidi. Na tabia ya bepari ni maximization of profit. Wanataka kuongeza faida kwake. Pakafanyika kampeni za kuhakikisha mwanamke anatoka ili afanye kazi awe cheap labor kuliko yule mwanaume anayegoma. Manake walimletea mwanaume mshindani. Na hakuwa mwanaume tu, mwanamke tu na watoto. Ndio haki za watoto zilianza pale kwa sababu mtoto pia alitolewa akaingizwa viwandani. Mwanaume ikao kugoma kwake hakuna maana kwa sababu mwanamke ikatolewa. Kwa hiyo ndio chanzo cha kwanza cha kumtoa mwanamke. Namba 2, katika vita kuu ya kwanza na ya pili, takwimu ziko tofauti. Kuna nyingine zinasema waliokufa katika vita hivyo ni watu zaidi ya milioni 40. Na milioni 40 kwa wakati ule sio. Sasa acha wale walioathirika na vita. Mpaka miaka karibuni Nagasaki, Hiroshima bado wanaathirika. Acha wale waliopata ulemavu. Kwa ile manpower ikapungua. Mwanamke akahimizwa zaidi kutoka. Sasa hizi haki za mwanamke zinazotajwa kwa hakika ni kumtoa mwanamke akafanye kazi ili watu waendelee kupata. Ndio asili yake. Mimi nakupa mfano, sitaki kutaja majina. Lakini tizama viwanda unavyojua. Tizama mabasi yanayokuwa anayepelekwa sana nani pale? Walio wengi. Hata ile linalopitaga. Najua tu akili lazima ipeleke huko. Na kila mahala, sio kwetu, sio Arusha tu, kila mahala majority ni watoto wa kike na mishahara ni midogo sana. Ukiwazuia wale mwenye kiwanda watashindwa kazi. Ushaelewa? Na kuna impact nyingi zilizofanyika, nyingi sana za changes za social changes zilizofanyika kwa sababu mapinduzi ya viwanda yalisababisha mkusanyiko wa watu kwa wingi mjini. Na kukusanyika kwa wingi mjini maana yake concept ya kupangisha nyumba watu wenye tamaduni tofauti nyumba moja wengi. Hata historia ya kuwepo na madanguro Ulaya ilianza wakati ule kwa sababu kuna watu walianza kutoa huduma sasa za ngono. Kwa sababu huyu anaishi kwa kulipwa kipato kidogo na amehama kuja mjini kufata kazi. Kuweza kuishi maisha ya ndoa hakuna, lakini anahitajia zile huduma. Paka ibuka watu wakati wanaowahudumia wale. Social changes nyingi zilitokea pale. Kwa hivyo haya mambo yameharibu kiasi kikubwa sana, lakini ukweli ni kwamba ni jambo ambalo hata huko, kwa mfano Marekani haina umri wa miaka 100 tangu mwanamke aanze kupiga kura. Watu hawajui hilo. Kwa hapigi kura. Sisi hatusemi kwamba haitakiwi apige kura, lakini tunataka kusema historia yao pia ya ukombozi wa mwanamke ni ya juzi pia. Sio kwamba ni ya miaka mingi sana. Shaona. Miaka 500 na AD, yani miaka karibu 1400 na iliyopita,
Ufaransa ilikuwa inakaa vikao kujadili mwanamke ni mwanadamu au si mwanadamu. Huwezi kuamini. Ni mwanadamu au na kama ni mwanadamu kaumbwa kwa ajili ya nini? Conclusion ya mkutano wao ni kwamba ni mwanadamu lakini kaumbwa kwa ajili ya kumhudumia mwanaume. I see. Naam. Sasa na vitabu vinaandika na reference na mwaka. Kwa hivyo walichelewa sana katika hili. Lakini sisi tunasema kubalance. Mwanamke ana nafasi yake. Na ni mlezi namba 1, namba 2 mwanaume, wote ni walezi. Lakini tusipuuze kumtengeneza mwanadamu, kumfinyanga mwanadamu. Tusiache kiwanda kinachoitwa familia kinachomtengeneza mwanadamu tukaenda kwenye kiwanda kinachotengeneza bidhaa. Tukaona bidhaa ni bora zaidi kuliko wanadamu. Matokeo yake hatuishi kwa amani kwa sababu hatuna wanadamu bora. Turudi, viwanda vinaweza vikawepo na familia zikawepo na mambo yakastawi. Na mbinu nyingi sana zimetumika katika kutengeneza. Kwa hiyo nataka kusema kwamba harakati za ukombozi wa mwanamke kwa hakika zimeleta athari kubwa sana katika kuvunja familia. Na mwanamke wa sasa hivi kuzungumza naye hapo ataruka kwamba nyinyi mnaleta mambo ya kizamani, nataka kuturudisha utupotoka, mimi nataka kuwa huru. Mimi sina maana kwamba wanaume na wao wako sawa sawa sasa hivi. Kuna wanaume hawabebi majukumu kwa sababu huyu mwanamke tunayemzungumza wa Kiafrika, wa Kiislamu, wa Kikristo, wa kimila yani huku kwetu, ni mwanamke ambaye alipokuwa akiwajibika na mwanaume pia alikuwa akiwajibika. Yeah. Mwanaume alikuwa akiwajibika kisawa sawa, akitunza familia na mwanamke naye akifanya wajibu wake. Mwanaume sasa hivi si mwajibikaji. Kwa hivyo hatumzungumzi mwanamke tu, tunazungumza kasoro za pande zote. Hao kina mama wengi wanaouza chapati, chai na nini, wengine wanalisha mpaka waume zao. Sure. Na akiweka vibaya pesa zake mwanaume anazichukua. Tumepata hizo kesi nyingi sana shehe. Sasa hatumzungumzii mwanamke wa sampuli hiyo anaenda kuuza chapati kumdhalilisha mwanamke. Tunasema ametoka kwa sababu hana budi. Imemlazimu asli wewe mwanaume unatakiwa mtunze. Unataka usawa upi? Usawa unatakiwa uwe katika vitu vinavyolingana. Vitu ambavyo havilingani huwezi ukavitafutia usawa. Tunasema kuna tofauti ya usawa na uadilifu. Tunataka uadilifu lakini sio usawa. Kuna wakati usawa ni dhulma. Na mimi mara nyingi husema hili. Kwa hiyo watu waelewe kwamba kama mwanaume na mwanamke wako tofauti, usawa baina yao ni vigumu. Haiwezekani. Lakini uadilifu unawezekana. Unawezekana. Nini tofauti ya usawa na uadilifu? Kwa mfano, mimi nikiwa nina familia 2 na wake 2. Familia moja na watoto 7, alafu familia nyingine na mtoto mmoja. Usawa unaniambia nikiacha huko 20,000 na huko niache 20,000. Kwa mujibu wa dini hiyo. Hapana, kwa mujibu wa usawa, kutafuta usawa. Dini inataka uadilifu. Uadilifu ni kuwapa kwa kadri ya mahitaji yao. Sawa sawa. Shaelewa. Hawalingani hawa. Ina maana mna usawa hapo. Mna usawa. Yaani hakuna usawa, unakuwa ni dhulma. Ya kwa sababu huyu mwingine ana watoto 7 alafu na yeye ukamwachia sawa na huyu mwenye mtoto mmoja. Mahitaji yamezidi upande. Kwenye usawa kuna mmoja anafaidika. Yeah. Kwa hivyo kuna wakati usawa unakuwa ni uadilifu na kuna wakati usawa unakuwa sio uadilifu. Uadilifu ndio unaotakiwa, justice. Sasa sisi tunataka viumbe vilivyokuwa tofauti vifanye sawa. Mwanamke kwa kuwa amepewa uhuru, tizameni wanawake wanaobeba zege sasa hivi. Ukienda kuna gorofa la linamwagwa zege utakuta wanawake wengi sana. Haya, nani anemtaka mwanamke anabeba zege? Mwanamke hajaumbwa afanye kazi hizo ngumu zinazomfanya awe na muscles kama mwanaume. Anafikia mahala hamvutii mwanaume kwa sababu anaona kama yuko na mwenzake. Mungu alipokutengeneza wewe mwanaume uko namna hii na mwanamke ni kwa sababu. Sitaki kuzungumza tofauti za kibiolojia, za kisaikolojia, tofauti nyingi baina mwanaume na mwanamke. Mwanamke ana hisia zaidi kuliko mantiki. Ana tofauti nyingi ambazo zimewekwa kimalezi ni muhimu sana. Shaona. Kwa hiyo ni kumdhulumu mwanamke kumtoa akaenda kufanya mambo ambayo yanahitaji muscles na nini, kuvunja ule mwanamke wake. Natakiwa awe ni kiumbe anayeenziwa, anaheshimiwa, ni malkia huyu. Anayetunzwa, kila mmoja anataka amuone nyororo kama vile alivyoumbwa. Kwa hiyo tumemvunja mwanamke, tumemharibu mwanamke. Lakini haina maana tunataka akakae pale ndani, hana ruhusa ya kutoka, anafanya hapana. Tunataka lile jukumu la kulea lisipotezwe. Na akitoka atoke kwa heshima. Tutaki kuona sisi wanawake sasa wanaingia katika kazi ngumu ambazo zinamvunja ile haiba yake kama mwanamke.